kwa sababu Tanzania ndio ilitoa vijana wale walimtumua Idi Amini. Si kwa nini mmekuwa waoga kiwango hicho? Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu mama unastahili kumweka huyo funzo kwa wengine. Video zako kwa TikTok zinaenda viral sana, wamama wamesema wanataka namba yako, vitu kama hizo. Mimi unajua mimi ni mtu ambaye mambo wa kupenda watu. Mapenzi kwa nayo. Mimi ni kipenzi chao, mimi sina maneno. Tena unajua nataka kula miwa, basi tafuta ile ambaye imekomaa. Maanisha nini? Ndivyo ilivyo. Kama nataka kula miwa, natafuta ile ambaye imekomaa. Hiyo ndio tamu. Lakini hii ambaye uko ya mwisho ole wako, kwa sababu nasikia ni kama maji ya chumvi ambaye imekomaa. Kwa hivyo uamuzi wako mwenyewe. Ile kitu ambayo nataka kuzungumza ni kuhusu wenzangu kutoka Mbongo. Vijana, amkeni, umekuja. Hamwezi kuwa kama mnanyanyaswa na mtu ambaye anajitakia mema. Mama ambaye ameenda kupanga mpaka anaweka msichana wake ndio waziri huko. Ameweka mpaka kijana yake ni komanda wa jeshi, ndio mmoja wa wale ambaye alikuwa na wanakatakata watu. Mama Samia. Hiyo ni kuonyesha kwamba ni mtu ambaye ile ambaye nimewambia hapo awali kwamba ni mtu asiyejua analiwa na la. Sisi Waislamu huwa kwamba tunasema ni heri kuwa na kafiri kuliko kuwa na mtu munafiki. Mtu munafiki anakuanga na dalili tatu. Ya kwanza, mdomo yake huongea uongo. Akifanya hata atimizi, na akichukua maana ya watu hata aregesha. Huyu mama alichukua maana ambaye alikuwa amepewa mwenzake John Pombe Magufuli, na ameikuamilia baa kurudishia Watanzania wachague rais. Imekuwa shida. Kwa hivyo amequalify ya kwanza. Mimi si mhukumu, lakini mimi najua lazima atapata hukumu. Ya pili, akifanya hadi atimizi, asema kwamba atalinda kwa hali na mali ya Watanzania na Watanzania wote kwa jumla. Lakini ajabu ni kwamba Tanzania bara ama Tanganyika haijapiga kura, na anadanganya kwamba amepigiwa na 95%. 98, sio 98 ama 95. Ya tatu, mdomo yake huongea uongo. Ukweli anachukua mbele ya Mungu. Mwenyezi Mungu akiona na wananchi wa Tanzania wakishuhudia, akasema na hapa kulinda nchi ya Tanzania, na ameinua Korani na anasema mbele ya watu kwamba alishinda. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu mama unastahili kumweka huyo funzo kwa wengine wale ambao wanafikiria kufanya jambo kama hili, kwa sababu ni jambo la kusikitisha sana. Kama unaweza kununua Qur'an na uwape na Qur'an ukiwa unajua kabisa ile kitu unaongea ni uongo, inastahili hiyo kama ni funzo kwa wengine. Mwenyezi Mungu anastahili achukue hatua yeye mwenyewe, akishe ukweli wa Tanzania wote kwa jumla, hata wahi kufanya jambo kama hilo. La pili, ni vibaya sana kusema kwamba nataka kuangalia vile mambo yatakaenda na tufanye upelelezi. Tunafanya upelelezi kwa kitu ambao unajua ulifanya. Almost what of tatu walikufa ukifanya kura iibiwe ili uweze kushinda. Kuumiza kina Tundu Lissu na wengineo wengi wale ambao umeweka kwa shida kwa vitu ambavyo sieleweki. Inastahili kuchukuliwa hatua mara moja. Kama ICC inastahili kwamba huyu mama amechukuliwa, na sisi wa Kenya tunastahili kushikana kitete na wale mandugu zetu kutoka Tanzania. Tuhakikishe huyu mama ameenda ICC na afungwe kama itawezekana. Ndio hiyo vunzo kwa wengine wale wanatarajia kufanya jambo kama hilo, kwa sababu semifinal ilikuwa inatakana ifanye katika Afrika Mashariki, ilikuwa inafanyika quarter final Tanzania, semifinal Uganda mwaka ujao ama mwezi ujao, alafu final tulikuwa tunataka kuonyesha hapa Kenya.
kwa sababu hao wamekuwa mabepari weusi, wanakandamiza na kufanya mambo yasiyopendekeza. Kwa hivyo ile jambo ambalo tunastahili kufanya, tuhakikishe ukweli kwamba hiyo mambo yote tumebadilisha, na tuweze kuona vile ambavyo itakuwa. Maandamano ya jana, maandamano ya juzi ya Tanzania haikutosha, kwa sababu wengi walisikia vitisho. Nyinyi vijana, naomba tafadhali muache uoga. Mwanaume huwa si wa kupiga miguu aingie kwa funguni ya kitanda. Nyinyi wanaume mnastahili kubadilika na muwe kama wanaume, kama hao Wakenya ambao wamejaribu kuwa kama, hata kama ni kusema Gen Z wa Kenya wakisema kama tunaingia parliament, wanaingia mpaka mapepali ndio wanaenda mbio. Si kwa nini mmekuwa waoga kiwango hicho? Na watu wale ambao mnasumbua nao ni watu wa class 7, watu ambao hawajasoma vile, ambaye mtu haacha kusumbua. Tafadhali unganeni na mhakikishe ukweli. Maandamano mweka mvurisho. Mimi najua nyinyi wakakamavu, naweza kufanya mambo, kwa sababu Tanzania ndio ilitoa vijana wale walimtumua Idi Amin, na walikuwa na mgambo. Hao ni kama National Service hapa Kenya. Kwa hivyo tafadhali weni msikuwe waoga, mjitayarishe, mhakikishe ukweli. Huyu mama mpeleka bio ndio awe anaelewa nini ambaye anakuanga, kwa sababu ile ujinga yako naye hatuwezi kuvumilia sisi wa Afrika. Asante. Before tuingie Kenya, tumeona pale Uganda kuna campaign za president za next year. Tumeona kuna Museveni, kuna Bobi Wine. Na tumeona mateso Bobi Wine anapitia siku zimepita, si mzuri. Na umesema huko ndo semi final. Hapo itafanyika hapa kama Kenya Park. Unajua kuna kitu moja ambayo Museveni alisemanga hapo awali, wakati alikuwa anasumbuana na BCG, alisema kwamba quarter pin ya baiskeli uwekwa na nyundo na utolewa na nyundo. Akasema hawezi kubali kutolewa makaratasi, na aliingia na aliyesoma kanda ya risasi, na hawezi kuhesabiwa makaratasi. Kwa hivyo hii jambo ambayo anazungumza ni yake. Mimi najua vijana wa Uganda watangangana naye na watafanya election, kwa sababu jambo ambayo anajaribu kufanya, anadhania watu wote ni kina Besigye, wale ambaye walikuwa naye msituni. Vijana, hii karne ya 21 sio ile karne ambaye ulikuwa unaweza kuambia watu utafungwa, sio itakuwa, kwa sababu saa zingine hata unahesabu, ukiniambia ati kwamba unanipeleka jela, hii make sense. Kwa sababu hata nikiwa raia mimi nakula ugali na maharagwe, nikienda huko jela na ugali na maharagwe. Tofauti ni vile ya jela nakula mapema saa 10 na hii ya nyumbani nakula saa 2, lakini nilisema kama sasa hivi ukiniambia tu nipeleke jela, hakuna kitu namaanisha, kwa sababu mimi hapa raia mimi nakulanga ugali na maharagwe, na nikienda jela ni ugali na maharagwe. Tofauti ni hapa nakunywa uji saa 7. Kwanza hata huko jela ni beta, kwa sababu huko saa 7 utakula hata ugali. Vile ambao utapewa mapema, upewe saa 4, ingine urudi kupewa saa 10. Lakini kama wangejaribu kuadjust tupewe saa 7 na jioni na uje tupewe asubuhi, na si mapema sana saa 11. Maana ugopi Kasongo. Sasa mimi sina unajua Kasongo hata yeye mwenyewe anajua mimi namwambia hivyo kweli. Yeye anajua kabisa yeye hawezi kuongoza. Na ndipo unaona hata wanyama wa msituni wanampeleka mbio. Alimuona wakaanzana naye, kwa sababu alikuwa huyu ndio Kasongo. Haya tuonane. Kwa sababu anajua tayari shida imeingia. Akimuona hapo anajua shida imeingia. Hata mimi nashinda marafiki zangu ananiambia tu, unajua ati Ruto atafanya. Hebu nikwambie, uwezi kuwa kama unataka kurani family na hadithi ya Kasongo, hiyo wachana naye. Uwezi run family na hadithi. Na uwezi run family na hiyo system ya Kasongo ya begging. Una begi hapo unaenda, kwa sababu utatumiwa vibaya, kwa sababu we as Kenyans tunahesabika America kama international beggars. Kenyans, yes. Wewe ukisema wewe ni Mkenya, that's the reality. Ukisema wewe ni Mkenya, kila mtu anajua you are now ready to beg or to obtain by false pretense. That's the reality. Ndio sababu unaona, unakumbuka vizuri kwa Magufuli akisema kwamba hawa Wakenya hawa matabeli. Kila mtu anajua kwamba tabeli ni conman. Wanaeleweka ni maconman.
Hebu kama unatoka hapa uende juzi mwaka nadhania ni this year. President alienda wapi? Amerika. Akaenda akapewa pesa ya Mondeville prison. Alimondeville. Ajaribu aweke vizuri polisi. Iwe kama ameweka police reforms. Umebadilika. Wamebadilika kuwa kwamba vile ambao alikuwa anashika watu na kuwachapa, sasa hivi wanaua kabisa. Kwa sababu Sinduma ameoa Ojwang na wengine wengi ambao wameoa ndani ya polisi. Sasa hiyo ndio reform, hiyo ndio reform. Wametoka from worst to worst. Na alafu sasa hiyo umepewa pesa. Sasa hiyo ni kuonyesha kwamba sisi wenyewe ni maconman, kwa sababu pesa ambayo aliopewa ilifanya nini? Juzi alikuwa amepewa pesa zingine. Ilikuwa anafanya nini? Usema ukweli, you as a Kenyan. Wewe kama Mkenya ndugu yangu Manu. Ukiulizwa rais wetu Bwana Ruto tangu aingie amefanya nini? Ameleta SHA. SHA is a betika. SHA is a betika. Hiyo is a betika. Ni kitu ambaye watu wanalipa milioni 1 wanatibiwa 3. Hiyo ni betika. Kama vile ambao unasikia mlipe, alafu sasa watu wawili ndio wameshinda. Alafu wanaweka kwa media zote mpaka social media. Ganga ameshinda. No, that's why hata wakati ambao alienda huko Masai Mara. Nini kifari kamkimbiza. Kwa sababu walikuwa naona hapana, kama huyu ndio Kasongo hapo shida tumeingia. Akaamua acha tuonane naye mapema kabla, kwa sababu wanajua hapo kuna shida. That's why mimi si kwamba sikuangi na shida naye anajua mimi namwambia kweli. Na kama nadanganya aseme kama hakuchukua pesa. Simple. Thank you so much.